Bro, makamanda walinitoa kwa depression. Bro, mi Januari, February bro, niko kwa depression bro. Sikuwa nataka stories zote za kumanage wasanii or anything. Bila shilingi ngapi makamanda watoki kwa nyumba? Mimi naweza sema si ile uongo, sema legend kando. But naweza sema Eko bado ana potential sana. Sure. Naweza sema Eko bado ana potential bro. Ya kuenda tena sana. Ana potential kubwa sana. Alafu niliona acha nikwambie Mombasa kuna msanii mwenye amepigwa vita sana kama Eko bro. Sure. Bro, Eko amepigwa vita sana ji, you understand? So every moment mimi na Eko yeye ni daktari, msanii wangu rada. Sawa hiyo. Ako sawa. Sasa inakuaje, mambo vipi? Tizo Media, Tizo leo tekembea nambari mwako bwana. Unajua shangaa sasa hivi mbona jamaa anaongea freestyle, hakuna mic nini? Siwazi mic ziko. Sasa inakuaje, niko na manager by the manager Chris, ambaye ni manager wa makamanda. Kabisa wazee. Wasanii kutoka Kubwa Studios. Leo ngasema nimempata huku Loreto kwamba kuna delay event ya Matahatran ambapo nikasema leo acha tuongea meja kidogo. Inakuwaje meja Chris? Big time man. Kama kaa safi baba. Uzima? Kaa kabisa. Baba na nuru nakuona uko vizuri. Check. Hatukuachana hivi mzee. Ni wasanii bro, wasanii wangu mazee wananilipa vizuri, wabosi wangu yani. Bwana. They pay me good bro. Wananilipa fit. Mimi nataka kujua kitu kimoja meja Chris. Yes my brother. First of all ningetamani kujua jani yako ya managerial. I mean kuanzia ni wito ama ilikuwaje mpaka jipata kwa wewe sasa hivi unaweza manage wasanii kuanzia hapo? Bro, mimi naweza kwanza nilikuwa rapper bro. Acha mchezo. Wallahi bro. Nilikuwa rapper bro. Hii ilianza nikiwa way back Uganda bro. Unajua mimi nimesomea UG by the way. Okay. Yeah, so umesomea nini UG? UG nimefanya cinematography hizo stuff, you know. Yaani high school yangu yote nimesomea UG. So entertainment ilianzia huko. Nikiwa form 1 hivi nikakuwa selected kama head prefect of entertainment. Sure. Nikaenda nao mpaka form 4 nikamalizia mpaka form 6 bro. Acha. Nikaingia nao mpaka campus. Alafu hiyo time nilikuwa rapper. Okay. Hiyo time nilikuwa nafanya music kama rapper. Alafu sasa story ya management mazee, kuna jamaa ashaniambia ni MC, ashaniambia kwa entertainment ni kubwa. Wewe angalia ni wapi unaweza fit. Sure. Mimi nikakuja nikapata mimi na connection na watu sana, niko friendly na wasee. Nikaona naweza support wasanii. Unaona? Nilikuja nikaona kwa wasanii ni wengi lakini manager ni wachache sana. So ndio nikasema wacha nijitafute kwa manager. Bro, ndio nikaanza kutafuta studio Mombasa nini, ndio nikapata na Kubwa Studio. Kubwa Studio nilienda Kubwa Studio na msanii nilikuwa nimesign mimi personally. Anajiita Sakaveli. Huyo boys nitakutumia ngoma yake. Okay. Huyo boys alikuwa mnoma sana. So nilikuwa UG napiga Kubwa, niko Uganda napiga Kubwa. Kubwa naje anatuma pesa, make sure msanii wangu amerekodi nini. Yeye alikuwa Kenya sasa huko Uganda. Mimi niko Uganda napiga Kubwa tu, Kubwa mwenyewe huyo boss wangu. Ambaye ni aje wewe msanii wangu nataka aje studio, mfanye rekodi nini, natuma pesa. Kubwa akiwa na maprogram amefanya, namwambia mzee boss wangu ukiwa na shughuli yani naomba unijulishe. Hivyo naendelea. Alafu sasa unajua wasanii bro, huyo msanii tukaja tukaachana naye msanii wangu pia alikuwa anasoma nini mambo ya familia, daktari sasa hiyo unaona. So nikaja nikapotea nikaenda Uganda, kurudi ndio Kubwa akanipigia simu. Akaniambia bro, wewe naonanga ni mtu uko na bidii nini, nataka nikufundishe kazi. Yaani kwenye mimi niko naweza sema ni Kubwa Studio pia amenifundisha kazi. So hiyo manager bro, hata mtu akiniambia nimtafutie manager mwa sijui nianzeaje, lakini labda Kubwa aliona kitu kwangu ndio akanipa kazi. Mpaka leo mimi ndio manager wa Kubwa Studio. Mimi ni manager wa makamanda na nilikuwa manager wa, unaelewa. Nakusoma. Ndio ndugu yangu. Labda pia ningetamani kujua pengine kufikia sasa hii kumanage wasanii. Hususan makamanda mbona vijana kama unaona. Mwanzo ningetamani kujua approach yako ama ulivyoona mara ya kwanza, ama boss alivyowaleta akasema nataka sio kuwa manager wa baada Eko ameondoka, tuseme tu Eko ashaondoka. Ningependa kujua first reaction yako ilikuwaje? Leo ulipokeaje mwanzo wa habari kwamba leo utamanage makamanda? Tizo, acha tu nikwambie tu kweli bro, na hii kitu sijaiweka wazi bro. Ile time yenye kuko na up and down za Eko na Kubwa Studio
kidogo mimi si kwa hali nzuri, unajua, kwa sababu unajua kwenye nimetoka na Eko, you understand, mpaka kwenye amefika bro. Sitaki nikudanganye ji, ikifika hapo Januari makamanda nimewajua way back kama 2 years ago, walikuwa nakuja pale studio kubwa na wasupport, anapatia maji nini. You understand, yani mambo ya Mungu ni mengi, yani hiyo kuwa support kubwa tulikuwa tunajua kama watakuja kuwa kwenye wako sasa, you understand. So hiyo Januari bro, nilikuwa kwa ile zone bro, nilikuwa kwa depression bro. Acha mchezo. Wallahi bro, Eko akitoka kubwa studio bro, mimi nilipigwa na mshangao bro, kwa sababu unajua Eko ni ule msanii mwenye nilijitolea sana ji. Yeah, sure. You understand, na mimi sitaki nikudanganye bro, muziki ni mgumu. Na mimi nilikuwa nimeapa ya Mungu, yani liwe liwalo, Eko lazima atoke. Understand? Na sasa venye kulikuwa na hiyo up and down na kubwa studio ji, nilikuwa na depression bro, mpaka ikabidi nikasafiri nikaenda bara kidogo. Nikakaa so hiyo time bro, depression napatiani, hundo alikuwa kila kitu kwangu. Sasa hiyo time pia ji, makamanda kubwa akiwa recruit vizuri, sikuwa ready to move on with other artists. Ji, sitaki nikudanganye, when nirudi Mombasa bro, kujua na makamanda Pedeshe, Bushi, Brown, kuna ile lifestyle yao, yani unapata maze tunaenda pali bro, kama ni kwa moni na wananibaia chakula, naelewa, wananiweka tu fresh, unaelewa, yani ile yeye ananiambia manager cheki, yani unapata ile kiyoyo ile, naelewa, kistizu, yani unapata hiyo lifestyle, yani naweza kwambia bro, makamanda walinitoa kwa depression bro. Mi Januari February bro, nilikuwa kwa depression bro, sikuwa nataka stories zote za kumanage wasanii or anything after what ilikuwa imeape na Eko. Yeah, so naweza sema makamanda wamenisaidia sana ji. So after hiyo kwanza kubond na wao, unajua kubwa alikuwa mwa recruit tuanze kufanya kazi na wao, lakini mimi binafsi bado sikuwa make mind kwa sababu ya situation. Lakini sasa venye nakana wao nini ile bond ile inaanza kukua sasa bro, mpaka ikaanza kuingia kwa muziki na wao, naanza kula muziki wao bro. So ndio hivyo nikabond mpaka ikafikia point nikaambia kubwa, angalia mimi niko ndani ji. Alafu yani kitu yenye ilinifurahisha sana bro, hip hop ni kitu yenye naielewa sana. Umesema ulikuwa rapper? So bro, hata kuna beshte yangu moja na studio tumetoka naye far, alikuja akaniambia bro, basi watu wajui hiyo sekta yenye umeingia, kwanza watu wanafaa waogope sana, kwa sababu hip hop naielewa, branding, marketing, yani ni kitu yenye unajua ile R&B ile bongo flavor ile ya Eko ile kubwa ndo alikuwa yanifundisha. Lakini sasa ya makamanda ni sekta yangu. Sasa imefikia point bro, trust me, we are here to stay bro. Yeah, so ndo hivyo kubonde na wao, nikaflow na wao mpaka saa hii kwenye tu. Labda tu kwa swali tu, lakini naomba samahani kwa kuuliza. Labda ni moment gani ambao maybe unakumbuka ushefanya na Eko mpaka sasa? Yani ikija tu sema Eko angekuwa. Naomba urudie ndugu yangu. Ni moment gani ambao sasa unaikumbuka ni ushefanya na Eko mama mkiwa kama studio pale? Nzuri, si ndio? Nzuri yote bure, nzuri mbaya yote. Ambao ukikumbuka sasa unaona Eko angekuwa. Eko unajua bro, acha nikwambie, Mombasa hakuna msanii mwenye amepigwa vita sana kama Eko bro. Sure. Bro, Eko amepigwa vita sana ji, you understand? So every moment mimi na Eko tulikuwa ile moment, zile changamoto tulikuwa tunapitia na Eko, tukiachieve tu hivi tulikuwa tunasikia raha sana, you understand? Kwanza ile siku yenye tukapata ile deal ya Safaricom bro, it was one of my best. Kwa sababu bro, hiyo Safaricom ilikuja na changamoto ji, Eko hakuwa hapo ndani ji, nakumbuka tukapush mpaka Eko akakuwa ndani. It was one of the best moments, unanipata? Like ji, hakuna msanii mwenye amepigwa yani mpaka kwenye yuko ji, yani yeye mwenyewe anajua bro, yani no na mwisho the best yani bwana. Bora sawa, big up sana, lakini bado umefanya kazi, big up sana. Labda sasa maybe kuna utofauti gani mkubwa wa makamanda na Eko in terms of work, unawabeba kitu tofauti gani mkubwa unaona sasa? Mzee, unajua kwa compare ni ngumu.
si hata comparison mkali ama no, yani in terms of work, in terms of wewe kuna mingu na wao mimi kuna kwa changamoto yote ndani zenye ilikuwa nyuma hiyo naona. Unajua Eko kwa yani Eko mimi nilikuwa nampeleka, lakini sasa hivi makamanda ndo wananipeleka. Yani makamanda ndo wananipatia form. Au sio? Makamanda ndo wananiambia meneja, onaje tuingie hapo, meneja onaje tufanye hivi. Lakini sio unapata upande wa Eko mimi ndo nilikuwa nazipanga zile utaratibu nini. You understand? But bro, all in all mimi naweza kwambia Eko atakuwa Eko tu venye yuko. Alafu bro, unaona Kubwa Studio hakuna msanii yote mwenye amekuwa under Kubwa Studio ashaifel. Ona kwenye Eko amefika sitaki nikudanganye bro, Kubwa ilicheza part kubwa sana. Of course, yeah. You know, na Eko yani kwenye amefika sasa bro, ama management yenye ako nayo, mimi naweza sema amepata advantage kubwa sana, kwa sababu Eko palipopote akibisha nafunguli kwa sababu penye tulifikisha bro, yani big time, yani hapo ako best yani. Na tutapatana in future au si? Tutapatana in future. Basi nadhani kauli mtapata in future. Nakumbuka kauli ambayo alisema Kubwa nyuma hapo, alisema kwamba wakati wote mlango kwa wazi, ukitaka ngoma pale anaweza fanya. Sawa, yote yache labda ni by. So ningepata kujua now that mko makamanda, juzi na mko Nairobi, matu hapa na pale. Labda tugusie kidogo. Mpango ni gani mzee? Maana mnavomfanyia makamanda sasa. Mimi naweza kuambia kalenda ya makamanda hii mwaka wote ishaisha. Tayari. Sasa hivi napanga mambo ya 2027 bro. Wacha mchezo. Wallahi bro, makamanda yani strategy yao. Bro, mimi napanga 2027 sasa hivi. 2026 mimi nishamalizana na makamanda. Sasa hivi vitu zafanyika tu zenyewe bro. Wacha mchezo. After ndio kuna ngoma tumerelease. After tukirelease tunarudi Nairobi tena bro. Okay. For camping kiasi, tulainishe vitu, lakini in short yani 2026 yani makamanda tushamaliza. Na yani najua naingia hapa, najua August iko vipi, September iko vipi, November iko vipi. Yani sasa hivi wenye tunaongea bro na plan 2027. Ina maana wako full book tamu, unamaanisha nini? Wako full book yani hata ma project bro, mimi calendar nishafunga. Asante. Mtu mwenye anaweza pangua calendar ni watu kama wewe boss wangu. Niambie bana manager, vipi hapa? But sasa hivi tunaongea 2027. Bwana. Nakubali. Sasa hii 2026 nishamaliza na makamanda. Au sio bwana? Sasa nawaaminia sana. Bwana. Sasa mimi sitaki kuchokesha sana meneja, lakini ningetamani kujua kitu kimoja. Watu wengi sana Mombasa wanasemaga meneja Chris ndo meneja msumbufu. Bro, mimi sitaki kwa nini nakaa hivyo? Sitaki nikudanganye. Mbona nakuogopa maana? Mimi ni mnoko kweli. Mimi ni mnoko kwa sababu I'm serious into business bro. Sure. Na ukiangalia bro, yani mimi sikwangi kwa mtandao sana kama usha notice. Alafu bro, mimi ni yule mwenye na manager wa wasanii, nataka afike pale bro, nataka wabadilishe maisha ya wazazi wao. Sure. Nataka wenyewe pia nataka ikifikia time yani tunaachana yani bro, ni ile time yenyewe pia wao wamejijenga wako poa. Yani acha nikwambie this is business. Unaona, kwanza kwa entertainment. Ukionyesha watu meno bro, trust me, wanakuchukulia for granted. Unaelewa? Alafu entertainment watu ni wale tunazunguka. So Tizo, mtu akikujua huyu ataambia Tizo venye yuko, you understand? Lakini watu akikuja kwa manager makamanda wanasemanga enda kwa ule jamaa kama umejipanga. Ule jamaa anaanga shortcut bro. Kama ni collab, kama una kiasi fulani ya pesa, cheki, don't call me. You understand? Advantage yenye wako nayo ni boss wangu. Unajua boss wangu ana roho safi sana. Kubwa ndo kidogo wajua. So wengine wanapitia mlango wa nyuma huko. Lakini bro, ni biashara tu, have to be serious. Kama unataka kugrow, just be serious. Naelewa bro. Budget video ya kina makamanda bro ina cost kama 400,000 project. Unanipata? Budget ya video moja. Video moja bro kama 400,000 bro, hii ni ukweli hii si ati nafanya kiki ama PR hapa bro, this is true. Alafu msee mwanabiashara anakuja anataka kunipigia mahesabu yenye sielewi bro. Hatulali bro, saa zingine hatukuli bro. Yaani tunapitianga mengi, muziki ni mgumu bro, tunakesha studio. Makamanda ndo wao mazao unapata wanakesha studio, lazima pia mahitaji yao saa zingine tushughulikie bro. Unaweza pata hapo yani hakuna deal imeingia, lakini tunataka vitu zisonge. You understand? Yaani alafu sasa mtu akuje tu alafu you know it's not easy. Sasa mimi ndio inaniuma sana. Yaani unapata, unajua hizi video tukispend hivyo hivyo ndio tuna appreciate mashabiki. Sure. Unajua siwezi pia kila shabiki sijui pesa, unaelewa?
lakini kufresha mashabiki lazima tutoe project kali. Alafu sasa wewe kama una biashara ukikuja bro, lazima uvalue makamanda. Kwa sababu gani? Ukiwalipa vizuri wana give back to the fans. Kivipi? Yani wanawatolea muziki mzuri, video kali. Now that's why hiyo ndio inanifanyanga mimi nakuwa mkali sasa. Nakuelewa. Bwana tumalize naye nitakuwekea wazi kitu kimoja. Kama nakumbuka vizuri, mwaka jana ndio kama mwaka jana tulikuwa hapa. Hapa bro. Nakumbuka. Tulikuwa na msanii kwa hapa bro. Kunyesha mbaya. Tulikuwa naye hapa. Kush Motors. Mshakimbizana sana Eko pale. Naelewa. Maduka za manguo nini Eko. But now that ni makamanda, kila kitu kimetani sasa, ni makamanda. So watu wanataka maybe tufungulie tu wazi kwamba ina maana kama zile simu ambazo maybe zinakuja zingine labda unga za mtafuta Eko, but kwa sababu kuna makamanda wanachukuliwa ama nini inaendelea. So venyewe inakuwa hiyo ni board ya Kubwa Studio. Unajua Kubwa Studio ni label. Unanipata? Kubwa Studio iko na board ya IT, iko na board ya marketing. Bro, mimi ni manager lakini cheki nafanya kazi na watu. Makamanda wako na manager Nairobi, makamanda wako na manager Tanzania, makamanda wako na manager Uganda bro. Sure. Mimi ni manager wa Mombasa G. Understand? Okay, mimi kama ni head manager ndio, lakini mimi napenda kula na watu. Unanipata? So iko hivi G, unaona Kush Motors ziko kwa board ya Kubwa Studio. Hata makamanda wakitoka, wasanii wenye Kubwa Studio, boss wangu ataamua to support board yote ina support. Kama ni yule designer anawavalisha. Yani it's a system. So Kush Motors iko under Kubwa Studio, haiko under msanii yoyote. Unaelewa? Yani iko kwa board, yani iko kwa team. Yani Kush Motors ni wadosi wangu yani. Hata sasa hii niki makamanda nawapigia naambia ni aje contract ya makamanda imeisha. Wanaweza kuuliza what next now. Tunaambia we are looking to recruit another artist or something. Alafu tunaambia tutawainform. So hivyo ndio iko sasa. Watu yani wanafaa waelewe, yani Kubwa Studio it's a company, it's a label. Kubwa Studio si recording studio, it's a label. Umegete? Kubwa Studio is the only studio in Mombasa yenye ina recruit wasanii na ina invest kwa wasanii bro. Kubwa Studio ipatangi msanii tayari ana hela zake alafu ndio tunakumarket. Tunakutoa. Kubwa Studio inakutoa ground bro, inakuja. So Kubwa Studio it's a label. Si recording studio. Si tuna uwezo yani wa kukuvalisha, kukufanya na kwa brand, unakuwa yani big time na unajisimamia na una support family. So Kubwa Studio na Kush Motors they are partners. Kubwa Studio si ati ni Kush Motors na manager ama Kush Motors na Eko ama Kush Motors Kush Motors na one for the industry mzee. Kwa kamera, unajua uangalie kamera. Hebu ongea na wasanii ambao unawajua kwa sababu kuna yani ongea na wasanii bro. Kama manager. Mimi naweza sema hivi wasanii Mombasa tusapotiane. Yani bado tuko na safari ndefu sana. Unaona? Na mimi usemanga bro, kama una Prado, hauna Range Rover na mwenzako ana bro, afu bado mna bifu bro, na hamna lolote, hamna hela, mji venye mnalisha familia bro, hizo bifu hazisaidii. Lakini bifu nzuri, yani ile bifu nzuri bro ni yenye yani cheki Tizo, una mnyama wako pale, una Prado yako, mimi na Prado yangu, angalia hata tukipelekana iko sawa. Hiyo bifu bado yaleta biashara. So mimi naweza sema wasanii wa Coast yani ile kikweli kama tunataka yani tufike top ni ile yani cheki tufanye kazi pamoja bro. Yeah, sure. You understand mi kuhusu makamanda mlango iko wazi. Kubwa Studio mlango iko wazi. Kama unajua ni msanii na unajiamini, unajikubali, unaweza fanya kazi na sisi. You just come through. Kwa sababu bro, acha nikudanganye. Ona Mombasa tukishikana wasanii wote bro, let me tell you bro, Mombasa ikija pamoja bro, tunaweza shake bro mpaka Bongo tukapita, mpaka jiji tukapita, yani ukapata yani stream zetu ni hapa. Bako utapata ma corporate, makampuni nini zitaanza kukuja wapi? Kuinvest wapi? Hapa Mombasa bro. Kwa sababu gani? Wakiangalia makamanda, mtalibani, wapi, yani sisi sote bro, napata kina Eko, iwe hata kama ni legend akina Sumila wapi, wote yani wote bro, tukiwa pamoja makampuni zitaanza, mabrandi zitaanza kukuja huku, kuinvest huku. Lakini sisi bro right now kila mtu ako separate bro. Watu wanataka kushirikiana. Kampuni ni ngumu sana ikuje usio napata sisi ndio tunaifua
tunaifuata. Unapata? Angalia jiji bro, mbona makampuni ziko mob huko? Kwa sababu unapata wasanii cheki wana circle bro, so wasanii ni wengi, yani unapata numbers ni wao kwa wana share bro, unapata kama ni Scar amepiga collab na King Kaka karibu ngoma karibu 20. Unapata ukiangalia Masauti na Calligraph amefanya mangoma kama understand, yani ni ile hiyo ndio point. Alafu mimi naweza sema muziki sio rahisi. Muziki sio rahisi. Muziki sio rahisi bro, muziki ni ngumu. Mimi hata wanasikianga wasanii wenye wanaongea mbaya kuhusu wasanii wangu, naweza advise bro, angalia focus na art yako. Wana mimi ni ngumu sana utaisikia Kubwa Studio imerudi inajibu msanii kwa sababu ameongea vibaya kuhusu Makamanda. Sisi tuachapa kazi bro. I believe in action. Unaona mimi mtu wa mdomo bro, huwa nishtui. Lakini msanii mwenye anapiga shughuli mpaka naona nasema sasa huyu ndiye huyo. Understand? Mimi sitaki nikudanganye. Ile bidii yenye MK anafanya ama bidii yenye Mtalibani anafanya alafu si tupush hivyo bro. Wewe inakwanga poa sana kwa sababu unapata ile graph, ile entertainment inakaa inasonga ikipaa. So mimi nawaombea Mungu sana, yani wa maintain hapo bwana. Lakini muziki mgumu Tizo. Tumalize naye. Mbali na wasanii wa Sana Shamba, umetaja MK, umetaja Mtalibani, umetaja and the whole circle kina Pelzi wao wote. Msanii mwingine unamuona kidogo anajaribu. Outside the hata hiyo circle hapa but yani Makamanda si bado Sana Shamba. Sasa mbali na Sana Shamba sasa. Hao wengine akina the likes of kina Echo, kina KU, name them wote hao. Yupi mbona wanajaribu so far? Wanajaribu yani Akiamu naipeleka mbali. Pole bosi. Pole. Mwana anajaribu ji. Unajua sasa challenge ni moja ji. Mimi nikifanya kazi bro, huwa si compare wasanii wangu na okay, acha nikwambie ukweli ji. Unaona Makamanda ndo ananifanyanga najua wasanii. Manipata mimi sana wana focus na corporate ni kampuni gani kazi. Kama kina hype Salim hapa yani nataka kujua Mombasa ni hype master ni MC gani mkali, ikija online blogging presenter wakali ni akina Tizo. So mimi wana focus na watu kama yani the biggest radio presenters, promoters ni kama kina Gates, DJs akina VJ Chris. Yani na target wase kama kwa sababu hao ndio wenye watanisaidia kusukuma kazi za lakini kama ni wasanii unapata mimi najua wasanii through hata nikiwa na Eko ndo alikuwa ananifanya najua wasanii bro. Mimi like unajua wao wanajua wasanii kwa sababu ndo wanaangalia wanaangalia wasanii wenzao nani msanii mgani yuachana mkati. Elewa? So kidogo kwangu ni tricky unless uniulize ni DJ mgani mkali mimi naweza kujibu. Najua mpaka jibu unalonipa ama MC mgani ama mimi nataka kujibu. Lakini kwa wasanii kidogo tricky, lakini naweza sema tuweke ma legend kando. But naweza sema Eko bado ana potential sana. Naweza sema Eko bado ana potential bro. Ya kuenda tena sana. Ana potential kubwa sana. Alafu niliona T-Hits ndo amemshika. Mimi na bless my fellow man. Raka ushapewa mimi na bless ji yani, lakini Eko ana potential sana. Alafu Pelzi pia ana potential. Unaelewa? Mtaliban MK bado ana potential. Yani hao ndo wale yani big time yani. Nakuelewa. Big time. Bila shilingi ngapi Makamanda watoki kwa nyumba? Mimi naweza sema si ile uongo 150. Angalia kwa kamera. 150 mazee within cost. Makamanda watoki kwa nyumba bila 150. 150 G's. Yani hiyo nimeweka tu na afu kumbuka bado wana grow. So the more ana grow the more rate inapanda. Yani mimi nakuwa tu mkweli tu yani. Yeah, sure. Unaona? Nje ya Nairobi wapi G tuongee tu 300,000. Alafu hiyo ni booking ndege kabisa, 5-star hotel kabisa. Alafu G convoy pia ikuwe hapo G. Unaelewa? Ma V8 yani G lazima uweke utaratibu vizuri. Unapata my guy. Alafu pia kwa mashabiki mazee big time sana. Yani cheki wauni wote mazee, unaelewa yani big time wauni wote yani mashabiki wote yani wa Makamanda yani respect sana yani. Yani wanatamani mpaka kuna siku moja nishaambia Kubwa by the Tizo. Nataka nifanye event niweke machakula nini alafu mashabiki wote na entry inakuwa ukimba ngoma ya Makamanda unaingia ndio laingia waza sana yani ile ku appreciate unaelewa, lakini mazee cheki yani Makamanda wana wale mashabiki
genuine yani ile yani, so respect sana jamaa. Alafu kuna ngoma mpya tuna release inaitwa Istizu. Alafu tena Tizo mazee, respect mazee, shukrani kwa hii nafasi pia. Mimi nashukuru. Pia mimi nashukuru sana rahisi. Najua nimepata mara nyingi sana mpaka boss akasema mimi sitaki ongea leo. Tusapotiane mazee. Sawa, big up sana. Behind the scene tusisahau nani mazee. Mwanetu Hype Salem. The only MC. Ambaye yuko Mombasa ambaye anafanya vizuri sana kabisa mazee. Lakini leo nimebili nimwambie mwanangu tutanisamee nishike simu. Big up sana mwanangu. Oya, tuenzetu. Kabisa. Sana.